Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo, na karibuni kwa kipindi hiki maalum cha Kwaresma cha dakika 3. Na leo tutafakari kwa ufupi tena siku hii ya 6, furaha ya kusamehewa. Kila mmoja wetu anaposamehewa na mtu, lakini zaidi na Mwenyezi Mungu, ni furaha kubwa sana. Mtakatifu Ambrosi wa Milano aliwahi kusema hivi: hakuna furaha kubwa kama kujua kama umesamehewa, na hasa na Mwenyezi Mungu, lakini na ndugu zetu pia. Hakuna furaha kubwa kama kujua kuwa umesamehewa. Na tuchukue maneno ya mwinjili Marko sura ya 2 aya ya 5 yanayosema hivi: dhambi zako zimesamehewa. Wapendwa, moyo wa mwanadamu hubeba mizigo mingi ya hatia, lakini msamaha wa Mungu huleta uhuru. Ambrosi anatukumbusha kuwa furaha ya kweli haipatikani katika mali, bali katika rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wengi wanaogopa kuungama, kutubu dhambi zao. Pengine wapo ambao wanafanya hivyo wanaogopa kwa sababu ya aibu, au wengine sababu ya kiburi. Lakini aibu ya muda mfupi huzaa amani ya muda mrefu. Unapotambua kwamba kweli umesamehewa, unakuwa na amani ya muda mrefu. Usiogope kwenda kutubu dhambi zako, kwamba labda padre huyu ananifahamu, au labda huyu mbona ni rafiki yangu, au akinisikia nimetenda dhambi hii anaweza kujisikia vibaya. Hapana, sisi tunasikia dhambi nyingi, na pengine dhambi hizo unazozitaja ni marudio. Watu walishatenda dhambi hizo na wakaacha. Usione aibu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwaresma hii ni kipindi cha kurudi kwenye chemichemi ya sakramenti ya upatanisho. Huko ndiko mizigo huondolewa na roho zetu hupumua kwa amani na utulivu katika Mungu. Labda siku ya leo nikupe wito mmoja tu, au mwito mmoja tu, au kazi ya kufanya ni hii: amua tarehe ya kuungama kabla ya Pasaka. Na mimi ningelisema hata ikiwezekana leo nenda ukaungame. Tusitimize ule wajibu wa amri ya kanisa, ungama dhambi zako angalau mara moja kwa mwaka. Hapana, amua kwamba leo naenda kuungama, au kesho naenda kuungama kama inawezekana. Tusali tukisema kwamba Bwana, tunasema asante kwa rehema zako zinazofuta hatia na kunirudishia amani. Tumsifu Yesu Kristo.